na walimu wa timu zote mbili leo wamekiri hapa kwamba ni kundi la kifo. Lakini angalia ilivyozungumzwa hapa na ilivyozungumzwa hapa Tanzania wakati kundi limetoka. Angalia wa Morocco walivyozungumza hapa ugumu wa kundi kwa timu zote 4. Alafu kamtafute mtu mwingine tu Mtanzania ambaye alizungumza kwa timu zote 3 akajumlisha na Yanga. Yaani kama Yanga tupo kwenye kundi hili kusaidia fundi. Unajua kusaidia fundi yani malipo yanapita kwa fundi, fundi anakufikiria wewe. Sasa ni opinion za watu. Sisi jukumu letu ni kuhakikisha tunafanya vizuri kwenye pitch. Ndio wale kasema aidha kulizungumzwa kwa dharau, kwa kebehi, lakini wenye wajibu wa kwenda kutuheshimisha ni wachezaji wetu. Na wanajua jukumu lao. Kesho mamilioni ya Watanzania ambao ni mashabiki wa Yanga na ambao sio mashabiki wa Yanga, ambao ni wapenda mpira na ambao sio wapenda mpira. Manake mechi ya kesho kwa ukubwa wake, hata kama wewe hujawahi hata siku moja kushabikia mpira, unashabikia labda cricket huko, unashabikia labda basketball, lakini ule ukubwa wa mechi ya kesho unatamani na wewe uweze kuifuatilia. Kwa hiyo ni mechi kubwa ambayo wanatakiwa waingie kikubwa kwenye pitch. Wakishafanya kazi yao, insha Allah tukapata matokeo mazuri, ndio mimi naanza kazi sasa. Zoelewa bwana Mshindo. Yaani Pacome atamaliza kazi yake ndio kazi yake. Kwenye kundi kama hili ambalo wataalamu wa mpira wanasema ni kundi la kifo. Kundi kama hili, cha kwanza kila mtu anaangalia faida yake ya nyumbani. Ndio cha kwanza hicho. Faida yake ya nyumbani. Nikipata pointi 3 nyumbani zinakujengea mazingira mazuri ya kufuzu kwenye hatua inayofuatia. Kwa hiyo kwenye pitch unaweza kufanana ubora. Ila faida inayoongezeka kwa Yanga siku ya kesho, Yanga wako nyumbani. Na hapa ndiko ambako timu zetu za Tanzania, mashabiki wetu, hususan wanachama wa klabu ya Yanga, tunatakiwa tuwe hatua moja mbele. Tukimaliza hii mechi tutakwenda na sisi away, watakwenda kuona mchezaji wa 12 anavyoshiriki kwenye mchezo. Kwa hiyo na sisi tunaweza kuwa sawa kila kitu. Mwalimu kasema vizuri hapa wa Farabat. Kila kitu, quality na nini. Lakini faida inatakiwa iwe home ground. Na home ground faida sio hizo nyasi. Kisikia faida ya nyumbani sio hizo nyasi hapo za New Aman Complex. Ni watu watakaokuja kuisupport timu yetu ya Yanga. Kwa hiyo mashabiki wetu, wanachama wa klabu ya Yanga watakiwa wajue wana jukumu kubwa vile vile kama ilivyokuwa kwa Dickson Job, ilivyokuwa kwa Baka, ilivyokuwa kwa Dube, na wao wana jukumu kubwa la kuleta tofauti ya kimatokeo kati ya Yanga na Farabat. Inshallah tukijaa kesho vizuri. Sababu napokea message nyingi wana Yanga wameshaanza kuvuka, wengine kama hivyo wameshafika. Hii ni kwa mara ya kwanza ije kutokea. Mechi inapigwa Unguja hapa, wana Yanga siku 2 kabla wameshavuka maji, wako hapa. Hawajali sio gharama za kulala na nini, wako hapa siku 2 kabla kwa ajili ya kuhakikisha ukipita mitaani uko jezi za Yanga zinaonekana. Jezi za kimataifa, sio bandika bandua hii, jezi za kimataifa zinaonekana mtaani. Kuna nyingine bandika bandua. Sikiliza wewe, zinaonekana mtaani, wachezaji wanaona kwamba okay, tayari mashabiki wetu wameshaingia Unguja na wanatuhamasisha tukapambane. Kwa hiyo niwaombe na ambao wanavuka leo na ambao watajaliwa afya njema, uhai inshallah siku ya kesho, boti ya asubuhi ile boti inabidi ijae Yanga tupu. Tuje tuungane na wenzetu wa hapa Unguja, tuujaze uwanja wa New Aman Complex. Nishazungumza na vikundi vyangu vyote. Kimya kimya nishatembea hapa. Kesho patapigwa madufu mundani haijawahi kutokea jeni. Patapigwa madufu mundani haijawahi kutokea. Tunataka tupate burudani. Sasa lazima wana Yanga wajue kesho na wao wana wajibu mkubwa. Yaani ile kundi ni gumu. Zungumza ile kundi ni gumu. Lakini difference inakuleta katika uwanja wa nyumbani. Wote hao unavyo wanaongea hapa, wanatufikiria hapa Yanga tukamapambane kama wewe tupate sare. Kwao wanaona kama wanaweza kwenda kufungulia booster. Kwa hiyo sisi nyumbani tusikubali unyonge. Yaani hapa tusikubali unyonge. Tusikubali. CAF hawaja supply bado logo official za kutumiwa. Nimepewa taarifa kwa ajili ya kutumia kwenye nini hizi. Sisi watu wa media, artwork na kila kitu kwamba official logo ni hii. Lakini kwenye kit kwa sababu ina size yake. Inawekwa hapa shekhe na size yake. Kwa hiyo umetoa wapi sasa? Mimi sio download.
Watu wameingia Google kwa sababu hapa kuna tangazo. Niko bandika bandua, hapa kuna tangazo lingine. Tunalifichaje? Mtu kaenda kuchukua size ya kichwa changu. Kaenda kuprint, aliweka hapa. Wallahi nimesikia aibu jana, ujue nyie na bila haya, bila hiana wanaposti. Yaani wanafikiri wanafanya kitu cha maana, eti wanaposti kabisa eti. Yaani leo kiliangalia tulishaanza kufunguka ule mkaratasi ule mstika. Hebu njoo. Hebu angalia hii kitu. Hii ni sasa hivi logo mwaka jana. Ndio ilikuwa standard. Vipimo wanakutumia size na kila kitu. Njoo. Angalia hii. Geuka. Mbona hii size? Inafanana na ile duwasha. Liko hapa hadi hapa. Kweli jamani? Hivi ndio kweli? Ndio. Ndio yangu. Jana. Haya. CAF wameruhusu main sponsor kukaa hapa. Taarifa watu wasomi. Na kuwa na masio hata kufungua tu email hawawezi. Email kufungua hawawezi. Hawasomi. Leo umetokea mgogoro mkubwa huko, wadhamini unauliza mbona Yanga amekaa? Mbona sisi mmetutoa? Watu wasome, fuatilieni jamani. Jana nawaambia, wallahi jana wameanza kuomba, watuma email kwa CAF bwana, tunaomba na sisi bwana tuchange kidogo, mdhamini wetu wakae, sio email atakusoma kweli. Kwa Sheikh Zuberi tunafuata kile ambacho CAF wanatuelekeza. Sio kama mlikosea. Logo unatumiwa na size yake, kipimo gani mkate uiweke. Sasa ukiwa mtu akudownload, bwana nimedownload, unachukua mgazeti unaweka hapa. Mimi nawaambia fuatilieni, leo si ndio tunaongea hapa. Nipeni siku 4. Kwa sababu yale mabango yaliwekwa, wallahi nawapia, mkifua mara 2 narudi jezi ya msimu. Ile stika zilizowekwa, zile stika, ukifua mara hizi jezi ya msimu imerudi. Kwa hiyo unakuwa nazo 8 ndani.